Walowezi wa Kiyahudi waliopo huko katika eneo la West Bank kwa maana ya ukingo wa magharibi mwa mto Jordan, eneo ambalo ni la Wapalestina, wameendeleza vurugu huku wakiwajeruhi zaidi ya watu 7. Walowezi hao wa Kiyahudi wamefanya uhalifu huo ambapo ni mwendelezo wa kile ambacho Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alionya siku ya Alhamis kwamba Wayahudi hao hawapaswi kuleta vurugu katika eneo hilo na kusababisha hofu dhidi ya raia wanaoishi katika maeneo hayo. Hata hivyo, mkuu wa jeshi la Israel Eyal Zamir ameonya juu ya kuenezwa kwa hofu zinazoendeshwa na walowezi wa Kiyahudi ambao wameteka maeneo ya Palestina katika eneo la ukingo wa magharibi. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba huu ni mpango mahususi unaofanywa na Israel katika kuona ni jinsi gani wanaweza kuteka maeneo mengi zaidi katika eneo la ukingo wa magharibi. Waliwadhibu watu wa kawaida. Hii ni adhabu ya pamoja. Imepita zaidi ya miezi 9 tangu baadhi ya Wapalestina walivyoondoka katika maeneo yao katika kambi ya wakimbizi ya Kipalestina ya Nur Shams katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu baada ya kulazimishwa kuhama na jeshi la Israel. Hii ni taarifa iliyotolewa na raia katika eneo hilo. Raia hawa wanasema waliharibu miundombinu, taasisi na watu wa kambi hiyo. Mmoja kati ya wakazi anazungumza na vyombo vya habari kuhusu familia yake kukimbia kwa hofu wakati wanajeshi wa Israeli walipovamia kambi hiyo mapema mwezi Februari. Kwa hivyo wataalamu wa mambo ni kile wanachosema kwamba walowezi wa Kiyahudi wamekuwa wakifanya vurugu hizo, lakini jeshi la Israel limekuwa likiunga mkono ili tu waendelee kuteka maeneo hayo. Kwa muda wa siku 2, moja kati ya wakazi aliyefahamika kwa jina la Nehaya alitazama na kusikiliza kwa hofu huku tingatinga za kijeshi zikiharibu eneo hilo karibu na nyumba yake. Tulizingirwa ndani ya nyumba yetu na hatukuweza kuondoka. Anakumbuka akielezea jinsi umeme, maji na viunganisho vya mtandao vilivyokatishwa. Hatimaye baadhi waliamua kuondoka katika maeneo hayo kutokana na hali jinsi inavyoendelea katika eneo hilo la ukingo wa magharibi. Jeshi la Israel lilianzisha operation Iron Wall mwishoni mwa mwezi Januari na kutuma wanajeshi na silaha katika eneo la Nur Shams na kambi nyingine 2 za wakimbizi kaskazini mwa ukingo wa magharibi ili kukabiliana na makundi yenye silaha ya Kipalestina ambayo ilisema yalihusika na mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Israel na walowezi wa Kiyahudi. Operation hiyo ilifuatia kwa kiasi kikubwa jaribio la mamlaka ya Palestina kuzima shughuli za watu wenye silaha wa ndani, wengi wao wakishirikiana na Hamas au Jihad al-Islam la Kipalestina katika maeneo ya ukingo wa magharibi ambapo inasimamia na kudhibiti usalama. Baadhi ya kambi zilikuwa zimeachwa tupu katika idadi kubwa zaidi ya Wapalestina ambao waliamua kukimbia eneo la ukingo wa magharibi tangu Israel ilivyoamua kukalia eneo hilo tangu vita vya mwaka 1967 hadi leo hii. Mtazamaji wa The World News, kuna mambo mengi ambayo yanajiri katika nyakati hizi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati ambapo wa Israel wamekuwa wakionyesha ubabe mbele ya Wapalestina, hata raia wa kawaida, hasa wale wa ukingo wa magharibi na maeneo mengine ikiwa ni pamoja na eneo la ukanda wa Gaza. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.